Nataka niongelee usaliti. Usaliti. Unajua nani alimuua Abeli? Ni ndugu yake ambaye anaitwa Kaini. Watu gani walimtupa Yusufu kwenye shimo alafu wakamuuza kuenda kuwa mtumwa huko Misri? Ni ndugu zake na Yusufu. Watu gani walimsahau Daudi, wakamdharau, wakamwona mtu bure? Ni ndugu zake. Watu gani walimfukuza Yefta kutoka kwenye nyumba ya baba yake, wakasema wewe hawezi kurithi na sisi? Ni ndugu zake. Mtu gani alikasirika wakati aliona mwana mpotevu anarudi kwenye nyumba ya baba yake, akakasirika? Ni ndugu yake wa damu. Mara nyingi usaliti mkubwa sana wa maisha unatokea kwa watu ambao haukuwatarajia. Unatokea kwa watu ambao ulifikiria kwamba watakufariji wakati utakuwa na shida, lakini wale ndo wamekuwa wa kwanza kukusaliti. Unajua Ayubu wakati alikuwa anapitia shida, alijua ya kwamba mke wake atakuwa naye wakati wote, sababu alisema nitakupenda kwa shida au kwa raha. Lakini wakati shida zilikuja, mke wake akamsaliti, akamwambia mtukane yule Mungu ufe. Yaani yeye akaona afadhali Ayubu afe, lakini zile shida zipite kwenye maisha yake. Sikia nikwambie rafiki yangu, wakati wote utaona usaliti mkubwa sana kwenye maisha yako, jua ya kwamba kuna kitu kikubwa ambacho Mungu anataka kufanya katika maisha yako. Wakati watu wanapokutupa, jua ya kwamba Mungu yuko tayari kukukumbatia. Wakati watu wanakusahau, jua kwamba Mungu anakukumbuka na anataka kukuweka mahali pazuri. Wakati watu wanakufukuza, jua kwamba Mungu yuko pale kwa ajili ya kukuokota. Wakati watu wanakukataa, jua ya kwamba Mungu yuko tayari kukukumbatia. Kwa hiyo usiogope usaliti wala usiwachukie. Wewe jua tu ya kwamba wewe sio wa kwanza kusalitiwa. Wengi sana walisalitiwa, lakini Mungu aliwaweka kwenye nafasi nzuri. Yusufu wakati amesalitiwa na ndugu zake, isikia, ilikuwa njia ya Mungu ya kumpeleka kwenye utimilivu wa destiny yake. Kwa hiyo ule usaliti wa wale watu wa karibu, wa yule mtu ambaye ulimwambia siri zako akaenda kuziongea nje, akaenda kukusaliti, jua ya kwamba ni njia ya Mungu ya kukupeleka mahali pako pazuri. Kwa hiyo nakutia moyo ya kwamba yatapita. Najua inauma sana, inaumiza sana, lakini nikwambie ile maumivu ambayo unasikia, kesho itakuwa furaha yako. Ile machozi ambayo unalia sababu ya usaliti ya watu wako wa karibu, kesho hiyo machozi itageuka kuwa machozi yako ya furaha. Kwa hiyo songa mbele, songa mbele zaidi sana. Wasamee wote waliokusaliti, wote waliokutupa, wote waliokudharau, wote waliokukataa. Wasamee tu, sababu huko Mungu anakokupeleka hautapafika kama usiposamee. Wasamee, 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 na Mungu wa mbinguni akushindie jaribu ya usaliti. Shalom, shalom.